Bana, namshukuru Mungu, sijui kwenu. Sisi tuko safi kabisa. Tunaona Simba imepata mrithi wa Dimitar Pantev, hatimaye Steven Becker anakuja kukiongoza kikosi cha Simba. Umemtazama ni kocha namna gani kwa uchache, kwa mdau ambao umemwona? Kwangu kwanza Steve Becker ni miongoni mwa makocha watatu ambao tulifikiri, maana walikuwa wako watatu. Acha hawa ambao tulikuwa tunazungumzia, hapana. Miongoni mwa makocha watatu, Steve Becker alikuwa ni kocha ambaye anastahili kuweko Simba kwa sababu ya falsafa yake. Unajua, ngoja nikwambie kidogo na tutamgusa na yeye. Ni kocha aliyepata mafanikio makubwa katika klabu ya Stellenbosch wanaitwa Nimewaita sawa? Lugha za kigeni hizi bwana. Sio kwa tunakosea. Pale ndo mtu palipomtangaza na kumfanya kuwa yuko imara. Falsafa ya Simba katika mechi yoyote unayoona wanacheza, my brother, ili Simba wahisi wamecheza mechi wakufunge na waposesi mpira. Mambo mangapi? Simba tukikufunga alafu hatujaposesi mpira huwa ni msiba kwetu. Huwa tunakaa kuona kwamba katika wakati tumepoteza, hakuna wakati kama huo, ni wakati ambao tunakufunga, hatuna hicho. Na hapa katikati kote unapoona Simba tulikuwa hivyo, tukiwa na mwalimu huyu mnamuita Fadlu Davis. Mwalimu Fadlu Davis sio kuwa mwalimu bora, sio kuwa mwalimu ameweza kupeleka Simba katika nchi ya ahadi, lakini Fadlu Davis mwishoni alikuwa anaonyesha kama mtu anaikata pumzi. Kwa nini? Fadlu Davis anaamini katika mpira wa kisasa ambao ni mpira wa modern. Wenyewe cheza adui, mimi nitakaa nyuma ya mpira, nitakufunga kwa kustukiza. Simba ukija na falsafa hiyo ni rahisi sana kuondoka katika timu. Falsafa ya Simba ya kwanza, hata mwalimu aliondoka Dimitar Pantev, anaitwa hivyo. Wewe nikisahau nikumbushe, alikuwa na falsafa ya kucheza. Ndio maana ukimuuliza shabiki wa Simba Dimitar Pantev kwa nini aliondoka, shabiki wa Simba hana majibu kabisa. Kwa nini aliondoka? Kwa sababu waliamini katika falsafa ya Dimitar Pantev na tunachokifanya Simba. Nadhani benchi limekaa. Mimi ilikuwa kilio changu kwanza apatikane mwalimu haraka. Kwanza nikubali, nadhani tukiwa tunafanya kipindi hapa, tulikuwa kaburi moja, ulikuwepo siku hiyo, nilisema cha kwanza Simba watafute mwalimu haraka. Kwa kutangazwa jana mwalimu ni sehemu ya haraka. Pili, Simba warudi katika kambi haraka, kwa sababu tuna wachezaji wengi ambao hawajaitwa katika timu ya taifa, ili falsafa ya mwalimu ianze kufanya kazi. Sababu ukimpa 1 month mwalimu, ngoja niseme Kiswahili, lugha za watu hizi, mwezi mmoja ukampa mwalimu, maana yake unampa angalau kutengeneza robo ya falsafa. Kwa sababu mimi pia kiasili nimesoma ualimu walau kwa cheti kidogo sana. Mwalimu anatakiwa miezi 3 ndio anaweza kugundua nani anakimbiaje na nani anafanyeje. Huyu mwalimu ambaye tumemtangaza jana, mimi nimuite Baka, huyu ana uwezo, yani miongoni mwa sifa alizonazo, anao uwezo wa kuadapti tabia za wachezaji kwa haraka. Sasa hakuna haraka ya siku 5, my brother, tutadanganyana. Hakuna haraka ya siku 7, tutadanganyana. Ili iitwe haraka angalau ipatikane mwezi mmoja. Maana yake viongozi wanatakiwa kufanya haraka sana kurudisha watu kambini, umenielewa vizuri kumpa mwalimu timu kwa haraka ili atengeneze kikosi chake, akose watu wachache ambao wako katika timu zao za taifa, lakini wengi awe tayari amesha adapti tabia, kwa sababu kipindi pekee ambacho Simba unatakiwa kufanya muujiza utakaa katika story. Kwanza Mungu alituweka mwaka 74 kwanza na Miali Al-Kubra ya Misri tukafeli, lakini tulifika nusu finali ya klabu bingwa. Pili ilikuwa mwaka 93 tulifeli, lakini hatua ya 3 ilikuwa mwaka jana tukafeli. Mwaka huu tunatakiwa kufanya muujiza mmoja mkubwa sana kwenye kundi la Simba. Shekhe ikatokezea Simba amequalify kwenda robo, naamini hata wewe utasema hii ni sehemu ya miujiza. Hata hiki hakipatikani mpaka mwalimu apewe nafasi. Kwa mwalimu mimi binafsi sina shida, ni mwalimu ambaye kwanza ana possess kutoka kwa golikipa. Ni mfumo ambao katika mpira wa modern una 90%. Ni mwalimu anapenda kucheza hivyo. Tayari timu yetu ukiangalia, nadhani hapa karibuni ndio timu pekee katika timu 3 ambazo zimetengeneza nafasi nyingi katika kombe la klabu bingwa, iko katika 3 bora. Tanzania ndio namba 1. Ana Afrika Mashariki kiujumla ni timu pekee ambayo imekwenda golini mara nyingi. Manake kwa Steve Becker kazi yake atakuja kurahisisha kutoka kwenye eneo la mwisho ambalo tulikuwa tukigonga mwamba na kukosa, taktika kupeleka mpira katika wavu inahitaji muda. Naam.
kwa namna ambavyo Simba ipo na ina kikosi chake ambacho kimesajiliwa msimu huu, japokuwa alisajili ni mwalimu ambaye alishaondoka, na mifumo ambayo kocha anaitumia Baka, unadhani inaenda kufanikiwa kuendana na wachezaji walioko Simba? Kwa asilimia 90, kwa sababu wachezaji walioko Simba sifa yao kubwa ni kupossess. Simba hawajazidiwa position hapa na timu yoyote. Yaani ubora wa Petro de Rwanda walikuwa nyuma ya mpira. Ubora waliokuwa nao hata wale watoto wa Stade Malien walikuwa nyuma ya mpira. Hata ubora wa mechi ambao tumeharibu chini ya Azam, timu ambayo inajitafuta, nayo pia Simba walikuwa ndo wa kwanza katika mpira. Maana yake Simba wanao wachezaji ambao kwa faida wana possess kweli kweli, wanao uwezo huo. Lakini kitu ambacho wamekosa Simba ni tactically brother, kutoa mpira eneo la mtu wa mwisho kupeleka katika wavu, kutoa mpira eneo la midfield namba 10, kwa sababu dunia leo namba 18 wanafunga sana. Eneo hilo imekuwa tatizo. Sasa sijajua ni walimu, sijajua ni wachezaji, sijajua, lakini mimi upande wa physical battle sina shaka, kwa sababu mwalimu Savi namuamini sana, mwalimu wa viungo wa Simba yule Mzanzibari, huwa namuamini sana, yuko sawa sawa, ana vitu vingi katika mpira, na mwalimu nadhani anakuja na walimu wenzio wanne, isipokuwa nikugusie kidogo ujio wa mwalimu Steve Baka au kuwa katika hiari ya mtu mwingine wote isipokuwa ni mwekezaji mwenyewe. Na ndio maana ilikuwa ngumu sana kwa watu wengi kuelewa kwamba anaweza kuja Steve Baka. Watu walijua anakuja mwalimu Gamondi, ndio mwalimu alitajwa sana. Lakini kwa nini mimi nimestuka kwa Steve Baka ujio wake ulikuwa unahusishwa na mwenyewe tajiri? Kabla ya kutangazwa Steve Baka, siku 3 nyuma, nenda kwenye Instagram ya Mohamed utaona ameposti picha ya tajiri wa Stellenbosch. Umeelewa ujumbe? Maana yake ni watu walofanya mjadala kwamba sasa nina shida 1 2 3, wewe ni timu unaikuwa, mimi ni timu niliyekuwa, hebu nipe huyu, tunaweza kwenda kufanya biashara, sababu Stellenbosch wanataka zaidi ya wachezaji 4 Simba. Tengenezeni fadhila, tutawalipa. Ni mwalimu ambao sina shaka katika kutupeleka nchi ya ahadi. Alafu unajua mimi sijafikiri katika ligi, yani Simba ni champion wa kombe la ligi kuu, hamna shida. Yani hakuhitaji walimu wakubwa, hata Matola anatoa. Mimi shida yangu haitokuwa aibu tena. Yani Simba toka 35 kabla ya robo kuwa makundi, Simba hajawahi kutolewa makundi, hajawahi. Yani ana qualify tu miaka yote. Kwa nini historia iwe mbaya? Hapo ndo ninapoenda kumtaka mwalimu mapema, namtaka mwalimu kama Steve Baka, kwa maana ya kutusogeza hapo kwenda sehemu ya pili. Nimeita miujiza, ila kwa Simba huwa inawezekana. Tushafanya mara nyingi. Tushafanya, tukimgonga Vipers na tuliwahi kuongoza kundi, tulikwenda kumpiga vita kwake, na hapa hakuna mtu aliamini. Mechi ile iliwafanya watu wametrendi brother. Watu waliotabiri kwenda kumfunga vita ni watu kwenye mitandao mpaka leo wana thamani. Simba ni kawaida yetu, na hata wakati tunafungwa mara 2 tunakwenda kumpiga Vipers nje ndani, Vipers alimsumbua Raja, hakuna mtu alitegemea hata sare tunapata. Kwa hiyo kwa mwalimu Steve Baka na imani ya 100%. Alafu mimi bahati mbaya, kama utafuatilia interview zangu nyingi, mimi sinaga shaka kwa walimu, kwa sababu mimi mwenyewe nina falsafa hiyo. Yaani kila mwalimu unayemuona ni mzuri, lakini muda na mahitaji, huyu mwalimu anakuaje mzuri. Nitoe mfano huyu kwa mwalimu wa timu ya taifa ya Zambia. Timu ya taifa ya Zambia, mwalimu alowafanya kina Kayuba na Mayuka Kalaba, aliwatengeneza wakati ule, aliwatengeneza wakiwa wadogo, alafu taifa likamkataa. Umeelewa sijui? Kadiri walipokuwa wanakwenda kutengeneza wapate timu nyingine bora, ikaonekana haiwezekani, akarudi mwenyewe kuja kutoa kombe la Afrika. Umeelewa sijui? Sasa walimu hawa, kila mwalimu unayemwona ni mzuri, mahitaji ya klabu ni wakati gani mwalimu huyu aonekane kuwa mzuri kwa 100%. Hilo ndio tatizo linapoanza. Kwa Steve Baka, ondoa shaka, ni mwalimu anayepeleka Simba katika nchi ya ahadi. Sasa kabla ya utambulisho wa Steven Baka, kulikuwa na kikao ambacho kilikuwa ni cha viongozi, walitoka mbele ya waandishi habari na wakazungumza. Kwenye mazungumzo yao walimjibu Engineer Hersi kutokana na kauli yake aliyozungumza. Nadhani kikao likifuatilia na ulikitazama, kwa majibu yale ya viongozi, umeelewa? Kwanza mimi niseme Engineer Hersi Said katika maisha ya mpira anatakiwa kuwa na adabu. Na hili neno adabu silisemi kwa maana ya kumtusi. Yaani kuna watu ukisema engineer awe na adabu, wanakuja kwenye comment, wewe engineer umemdharau. Engineer umemfikia nini? Engineer kaongea na wazungu, yani tuna ushamba huo. Engineer ya kuongea na wazungu, kauli ya kutoka mbinguni ni hizi zetu. Lakini miko katika kufuatilia kwangu, vilabu vilivyojisajili katika ule umoja havifiki 5, na vikifika labda Azam akithibitisha atakuwa 5.
Mimi mpaka mara mwisho na cheki ni vilabu vitatu tu. Yani watu wakisikia Engineer ni rais wa vilabu barani Afrika wanadhani kila kilabu. Hapana, ule umoja wenyewe kama Azam kathibitisha, kuna mtu amenambia tu sijaona. Ndio itakuwa ni klabu ya 5. Sasa hii kuna watu wafahamu kabla huja komenti. Yaani fahamu ambacho tunakizungumza. Kwa hiyo Azam kwa nini asiwazungumzie nani? Engineer kwa nini asiwazungumzie TP Mazembe? Hivi kati ya Simba na TP Mazembe nani ana Afrika aliwahi kufanya vizuri? Aliwahi kufanya vizuri ni TP Mazembe na ana anguko kubwa. Ndio, ana anguko kubwa kuliko Simba. Umenielewa sijui? Wewe si wa vilabu Afrika kwa kuaminisha watu. Mzungumzie Ngriba Mazembe ambayo Waarabu wamefanya hila walizofanya ilishindikana. Sawa? Sasa unapomzungumzia Simba ni kumkosea adabu kwa sababu miongoni mwa watu ambao wanamtakia mabaya Simba we umo, wema umepata wapi? Nyinyi ndo ambaye Simba anafungwa goli anafungwa goli 5, nyinyi ndo mlisababisha Simba kufungwa 5. Simba wanauana huku. Pamoja hatuna uthibitisho wa moja kwa moja. Lakini Simba walionyeshana vidole kwa maana wewe Engineer na wenzio ndo mlitumika. Nyinyi mnamfunga Simba goli 1 kwa mpira ambao ulikuwa ni indirect free kick. Simba ananyimwa penalty 3. Wewe Engineer mtu mwema. Hapo kwa nini hakulizungumzia? Yes, umenielewa tu. Na nia njema wewe na mpira wetu, zungumzia hayo ambayo ni madhara yanayoifanya Simba kutukanwa leo. Unaenda kuzungumza mambo ya ovyo kabisa. Na mtu nimemsikia akisema hakuzungumzia ile kampeni yao ya tucheze. Hiyo yeye pengine angeweka au pengine angetuambia, kwa sababu kwa mujibu wa Magori jana niungane naye katika hilo. Anasema kwa mujibu wa leseni za FIFA hawatoi leseni kwa klabu ambayo haina uwanja wa mazoezi. Maana yake hata uwepo wao ni maombi tu pale FIFA. Kwani usizungumzie hili na uliwaahidi uwanja ya msingi? Ndani ya miaka 4. Hivyo ndio vitu vya msingi vya kusema. Umeacha, umeenda kuzungumzia Simba hawana furaha, Simba hawana hivi. Kweli Simba hawana weledi katika uongozi, ndio. Wanaolipa mshahara Yanga ni yeye, anayesajili Yanga ni yeye. Mwaka jana wameshtakiwa zaidi ya mara 18. Na wakashindwa kesi. Ila alizungumza. Huo ndio uongozi bora. Amezungumza utumbo kabisa, alitakiwa ajue si ni watu makini. Kwa hiyo kujibiwa jana na viongozi ni katika kutengenezwa yeye bado kiongozi mdogo. Acha nitumie mfano mmoja. Kuna kipindi hapa tuliitwa pale uwanja wa Taifa na Mheshimiwa Waziri Palamagamba Kabudi, kama unakumbuka. Aliwaita yeye pamoja na Mangungu. Ulikuwepo Waandishi wa habari walipotoka mlimuoji, nakumbuka swali yeye kwamba bwana mmeitwa kuna nini, akasema si msimamo wetu Yanga ni ule ule. Wakati huo Mangungu aliulizwa akasema tunaenda kudiscuss maendeleo ya mpira wa miguu. Yes, barua ndio ilisema hivyo kwamba njooni tu discuss maendeleo. Yeye kwa sababu bado mchanga hivi vitu amevikurupukia. Umenielewa sijui? Akajibu masuala ya hovyo, mwenzie akajibu, yani pamoja na shida unazoziona na watu wanapodhani kuwa Mangungu ana shida kwa kiwango hiko. Ana busara sana katika majibu ya mpira. Yule mwamba ni mtu wa kuropoka tu. Kwa mature. Yes. Sasa sijajua umri, sijajua kama ni umri tumsamee. Sababu kuna umri unaweza ukawa mtu wa hovyo hovyo tu. Huwezi kujijua mimi nafanya, lakini asio kweli. Kulingana na kauli ile sasa ambayo alizungumza kule, Simba mnaathirika kwa lengo gani? Uwekezaji inabidi viongozi wakasimame kweli kweli kuwaaminisha watu kilichosemwa na huyu hakipo. Umenielewa? Na akatoa fursa ya kukaribisha uwekezaji kwake yeye. Kwa hiyo tunapozungumza sisi hawa ambao darasa limewapita na wanabeba hawa mashabiki wanaobeba tu kila maneno, wajue kwamba sisi tunalalamikia wapi. Yaani wao kwao inaweza ikawa faida kwa sababu Simba ikikosa wawekezaji wengine, umeona Yanga itastawi, lakini kwetu sisi itakuwa hasara. Kwa hiyo sisi hatuzungumzi kwa wao. Yaani wewe unajibu ya una haja ya kuniletea taarabu mimi. Mimi nazungumza katika hengo yetu. Viongozi wa Simba wanatakiwa kuwa imara. Wakatafute wawekezaji kweli na waambie kuwa huu ni uongo. Ni mnukuu mwana falsafa mmoja. Lakini jina amenitoka. Nitanukuu maneno yake. Kuna mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema, alisema ukiachwa uongo ukasema tu, yani ukiachwa uongo ukasemwa tu bila ya kupingwa, watu watauamini kuwa uongo ni ukweli, na wakiuamini ukija ukweli wataanza kupingana na ukweli. Ni sahihi? Nitolee mfano kwa dini ya wenzangu wa Kristo. Kulikuja picha tukaambiwa ni ya Yesu. Ikatrendi sana kwa sababu ile picha ni uongo wa kumzulia Yesu. Yaani ile picha ni maigizo. Zimewekwa ndani. Umenielewa vizuri? Sasa zile picha wa Kristo kwa sababu hawakuambiwa kwa haya ni maigizo. Hakuna picha za ule jamaa kwa Wakristo ndani. Wana itikadi ni nani? Ukiuacha uongo usafiri ukaishi, basi ukweli ukija watu watapingana nao. Wataamini ukweli ndio uongo. Ndio maana tunampinga Engineer asiwaongopee watu. Naam. Hawalijui.
Sisi tutawafundisha. Mimi huwa nasemaga Mungu akikuumba kuwa Simba, yani akikuumba kuwa Simba manake na pepo inakaribia. Samahani watu wasinielewe vibaya, kwa maana hakuna shabiki wa Simba asiye na maarifa, na shabiki wa Yanga akizaa watoto mmoja akiwa na maarifa automatic anakuja Simba, atabishana na baba yake mpaka siku ya mwisho. Mungu akuumba hivyo, hawezi kuweka waelewa na wasiowaelewa kundi moja. Lakini pamoja na ubovu ambao wanauzungumzia engineer kwenye kikosi cha Simba, bado wanahitaji wachezaji mbalimbali kutoka Simba, ikiwepo Elie Panzu pamoja na Morris Abraham. Wewe binafsi, ikitokea uongozi wa Simba umeweza kumwachia mchezaji mmoja kati yao, utakuwa umefeli kwa namna gani? Kwanza si haturuhusiwi, kama kuna mchezaji bado yupo na mkataba, haturuhusiwi kuruhusu huyo mchezaji aende upande wa pili, kwa sababu sasa mimi sisemi tu masiala, kwa sababu si ndo tuna tajiri namba moja Tanzania na namba moja Afrika Mashariki. Yaani sasa akaruhusiwa mchezaji kwenda kwa hawa wenzetu wakati tajiri huko kwetu, huu utakuwa ni udhaifu mkubwa kweli kweli kuwahi kutokea. Na kwa mara ya kwanza, yani maiki yako mimi nitaanza kuponda viongozi wangu. Yaani usiumenielewa my brother. Abraham asokuwa kutakiwa na Yanga. Wakati anarudi mpaka aliona anapaswa kukaa Simba. Maana yake alipima kwamba ndio njia panda ya kwenda Ulaya. Yaani huwezi kwenda Ulaya utapitia Simba. Elie Mpanzu watu kwenda kumtoa kwa masiala, anagoma mkataba nusu msimu, tunamvumilia. Leo from nowhere aende kwa watu ambao kila mara wanapelekwa mahakamani, alafu viongozi wa Simba wakaacha. Watakuwa wametutukanisha vibaya sana. Morris anasema kabla hajaenda Simba aliomba ushauri kwa Bwana Ali Samata ambaye mwenyewe alipitia Simba na akaenda. Ndio, nini mantiki yake? Simba ikitokea saa hizi Abraham anatakiwa na klabu kweli tofauti na Wandala Mbovu, tunamruhusu aende. Umenielewa vizuri? Kwa sababu hawa waharibifu, nitakwambia mfano. Hivi yule Nzinze anawashauri yule kama anao washauri basi wakikaa waseme miongoni mwa washauri wajinga duniani ni Wanzinze. Hivi Nzinze ukivuka miaka hii kuna klabu inaweza ikamhitaji? Hakuna brother. Kama sio uongo sasa. Alitakiwa kweli. Simba alikuwa kashauzwa. Simba tunamuuza Clatous Chota Chama, tunamuuza Luis Jose Mixon kwa pamoja na klabu inawahitaji kwa 100%. Lakini tuliwaambia nendeni. Kuna siku tutawahitaji siku. Ni maisha yao. Ndio, katafuteni. Leo mtarudi. Leo tukimwambia Mixon njoo, hawezi kubisha. Na Mixon tukamtoa tena kwenye kifungo chengine. National wampi namba wafanyaje tukamrudia jamani, salio letu lilobaki. Tufanye msitulipe. Lakini tuachieni ukijana arudi. Yeye bwana Sheikh, Simba ni klabu ya mpira. Sio genge la wahuni. Simba ni klabu ya mpira. Ila nipongeze, nadhani hujanioji, nipongeze kwa viongozi wangu. Jana wametuambia wako pamoja. Natakiwa niweke shaka, wajue, na ni haki yangu ya msingi kuweka shaka. Mimi sio napenda timu yangu na viongozi wangu na hawajawahi kukosea. Lakini viongozi wangu wapime cha kusema kabla ya kusema ili tusipate tabu kuhojiwa. Unajua wao wakihojiwa mara moja kwenye press hawahojiwi tena safe kila siku. Hizi social media hizi ndo zinaruka na wao ndo wanatuona. Si tunatangaza biashara ya Simba pasi na faida yoyote kwa mapenzi yetu, kwa maana ya brandi na vitu vingine. Viongozi, mimi leo nimekutana na mjadala kwenye kijiwe kimoja cha kahawa, ananiuliza mtu, na swali hilo niliuliza jana. Kwani magoli aliyosema baadhi ya wajumbe wana afya ya akili sio jana? Nikamwambia ni yule kule walimkera. Mwanadamu na yeye kuna muda anateleza. Kwa nini ya kuomba msamaha? Nikamwambia hakuwa na haja ya kuomba msamaha kwa sababu wanatakiwa kuomba msamaha wa kumwambia, umenielewa? Yaani siombe msamaha kama watu hawakutaka niwaombe msamaha. Kwa hiyo mimi ninachopenda kwa viongozi na ninachowaomba, nao wasishuke, wakiwa wanatempa wakimbie maiki. Kwa sababu wanaweza kujibu vitu visiwe sawa sawa. Na tuendelee kuomba kwao. Tunawaomba sisi pamoja na kuungana kwao. Hatuamini kwamba unafiki ulikuwa kwa Magoli na Murtaza, umenielewa? Sisi tunaamini unafiki kuna watu wanawafanyia wao nyuma. Sisi tunaomba waruhusu tufanye dua yetu kama siku tulizopanga, na tutawaalika mpate biriani kidogo, kwa sababu tuseme dua iko pale pale. Siku Simba na viongozi mashabiki wote waungane kwa pamoja. Wajenge Simba bora. Slogan ya Simba ni nguvu moja. Ukisikia tofauti na hivyo inawezekana